Swali zito ambalo mimi pia binafsi nikajiuliza. Yeah. Kwa nini Simba yenye mwekezaji ndio inaonekana kwa kipindi hiki cha miaka 4 wana changamoto nyingi ambazo zinawanyima mafanikio tofauti na hawa wa upande wa pili ambao wanamfadhili GSM, yani watu wenye hela ya uhakika ya uwekezaji? Yes. Wanaonekana hawako sawa, tofauti na hawa wa mfadhili ambaye anaweza akaamua hela atoe au asitoe na asiulizwe kwa sababu yeye ni mfadhili. Elbo. Yes. Utofauti huu unasababishwa na nini? Kwa nini nyie wenye mwekezaji mnaonekana mnazidiwa kete na upande wa watu ambao wanamfadhili? Utarudi nyuma utagundua hata kipindi Mohamed Dewji bado ni mfadhili. Mlikuwa mnaenjoy. Ilikuwa raha sana. Kwa nini? Ni kwa sababu anakuwa ana hold everything. Hatoi pesa kwa mujibu wa mkataba. Alafu mtaitumia kwenye uendeshaji na mwisho wa mwaka atawa question pesa imetumikaje. Either atoe tena ama asitoe ama atake faida kwenye kila ambacho mlielewana mlikubaliana. Kwa hiyo makadirio yanakuwa ni kwa kiasi. Mfadhili mara nyingi anatengenezaga mazingira wote viongozi kwenye timu wanakuwa wana align neno lake. Sababu huyu ndo mtu haya. Yes. Yani ukitazama sasa hivi picha ya Young Africans, mwekezaji mtu wake kwenye timu ndio kiongozi wa juu zaidi wa timu. Huyo ndo ana manage biashara za kampuni nzima, kwa maana yeye ni mkurugenzi wa uendeshaji na biashara wa kampuni ya mfadhili wa Young Africans. Hesabu zozote zitakazogoma kwenye biashara ambayo hii kampuni inafanya na Young Africans, yeye ndo mwenye majibu. Kwa hata kwenye kutoa kiasi kinachohitajika ili Yanga ifanye vizuri na baadaye itoe return kwenye kampuni, yeye ana manage. Miaka ya nyuma kadhaa Mohamed Dewji kabla ya kufika kwenye level ya kuanza kujadili uwekezaji, kwanza uwekezaji haujakamilika, hilo tuweke wazi, bado pesa inatoka ya kukadiriana. Yeye alikuwa wakati achana sasa hivi mwenyekiti wa bodi kivuli. Sasa Elbo, utata mwingine unaanzia gaumu. Nyakati ambazo vitu vinaenda kwa uzuri na mazingira yamekaa vizuri, utambulisho huo unakuwa ni wa mwekezaji. Zikitokea changamoto inakuwa kuna time itokea changamoto. Nakumbuka CPA Isa Masudi alikuja kuzungumza vitu vingi sana kwamba kuna baadhi ya pesa mpaka Mo alizitoa alikuwa anadai na vitu kama hivyo. Na ndio maana nikawa nimeuliza hili swali, yani au kuna picha au Simba tupewe picha halisi. Ndio nilikuwa naelekea huko kwamba kwenye level ya ufadhili kuna uhuru fulani wa kimaamuzi ambao unakuwa wa mtu mmoja. Hafanyi partnership na club. Baada ya Simba kufika level ya kupartner kwamba mwekezaji utakuwa na demands zako na upande wa club unatakiwa kutekeleza matakwa fulani ya kimkataba, kwa maana mje mkutane katikati, nguvu ya mwekezaji yawezekana kwenye baadhi ya maeneo inapungua, na ndio uhalisia ndani ya Simba Sports. Kuna muda atatoa hela afu atatulia. Muendeshe kupitia hiyo pesa. Siku ambayo inahitajika 500 200 kumrudia tena kumwambia, lazima kuwe na mtu mwenye ushawishi. Kama ulivyogusia msigano wa kwamba yawezekana mwenyekiti upande wa klabu na mwenyekiti wa bodi ambaye pia ni mwekezaji, yawezekana communication ya kifedha, achana communication ya kawaida, communication ya kifedha haihivi vizuri. Hiyo ni picha ya nje na yawezekana ndio uhalisia. Kwa sababu gani? Simba kabla ya huu msimu Mohamed Dewji alikuwa kama yuko down hivi, ana question matumizi ya pesa zake tangu ameingia Simba na tunataka kuelekea wapi. Alikuwa na question dira, kwa kile ninachokifahamu mimi, dira ya klabu, maslahi yake ndani ya klabu na tunaendaje baada ya hapa. Nadhani wakamaliza, wakakaa vizuri, demand zake akaonesha na mchakato ukaendelea na akaendelea kufadhili timu. Mimi huwa siiti kuwekeza kwa sababu hawajafika kwenye hiyo stage. Hata akiamua leo Mohamed Dewji kujitoa, bado atadai pesa anazotoa kama mfadhili na sio uwekezaji, kwa sababu pesa ya uwekezaji picha nje mpaka kwa sababu ndio nazungumza picha mbili ya nje na picha ya ndani ambao ni uhalisia kwamba uwekezaji umekamilika, kwamba tunaongopewa. Nadhani hakuna ambaye amewahi kuja kusema uwekezaji umekamilika, zaidi ya mchakato unaendelea. Lakini kwenye huo MOU ya mchakato kuendelea kuna pesa atakuwa anatoa mwekezaji ili timu iendelee kujiendesha, isifeli
wakati ambao mchakato unaendelea. Hakuna FCC aliyewahi kuja kukamilisha mchakato. Hakuna upande wa mwekezaji ulishawahi kuja kusema mchakato umekamilika. Hakuna upande wa klabu ambao umewahi kusema umetimiza mahitaji. Na mara ya mwisho upande wa klabu ndio ulikuwa unadaiwa vitu vya kutimiza ili mwekezaji atoe. Kwa mtoa fedha yoyote na mfanyabiashara yoyote, kuna sehemu atakuwa anaenda anatoa na kuna sehemu atakadiria kwamba kesho yangu ikoje. Ataquestion, na akiquestion atamquestion mwenyekiti upande wa klabu kwamba mnafanya nini kuhusiana na kesho yangu. Hizi demand na hizi ukoje. Kwenye meza ya mazungumzo ya kifedha yawezekana kukawa na msuguano, lakini isihusishe ushabiki wake wa Mohamed Dewji kwenye timu. Yawezekana kuna siku atatoa tena kwa sababu timu inaelekea kupitia ukata. Lakini kimkataba MOU ile bado ana support timu wakati mchakato unaendelea. Kwenye ile MOU kwa sababu ndio imekuwa na mambo mengi. Yes. Kwa sababu kuna wanachama ambao walikuwa wanahoji kwamba kama mchakato haujakamilika, how comes Mohamed Dewji anapata nguvu ya kutoa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi? Si ndio akasema MOU inaruhusu hilo jambo. Na kwenye utambulisho wa Mohamed Dewji atambulishwi kama mfadhili, anatambulishwa kama mwekezaji. Na ndio maana wanasema upande wa mwekezaji. Si ndio? Tukiachana huu mchakato kwa sababu ya hiyo MOU, yani MOU ndio inatumika kwa hivi sasa. MOU anaitumia kwa mkataba kamili wa kibiashara kati ya mwekezaji na Simba. Mara ya kwanza ilikuwa miaka 4. Sasa hivi sijui wali extend vipi. Kwa wakati ambao ana ubaridi Mohamed Dewji ndio ilikuwa imekamilika ile miaka 4 na pesa bado inatoka sasa, na mchakato hujakamilika. Ndio maana akasizi kidogo ili kusubiri reaction ya upande wa pili. Jana mzee wangu Mvela kuna message alinitumia kwa Simba na Yanga kote. Akasema kinachotokea Simba uko mbele kinaanza kutokea Yanga. MBMT kuna kitu wanatakiwa wakifanye. Tuachane na ili jambo la uwekezaji na nafasi. Wakati Simba inapitia mambo magumu msimu uliopita. Sawa. Ilifika level ambayo Mangungu watu walikuwa hawamtaki. Ilifika level ambayo Try Again watu walikuwa hawamtaki. Try Again akajiuzuru nafasi ya kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Na watu wakaamini kwamba vitu vitakuwa solved. Pale ambapo Mohamed Dewji alipotangaza anakuja kuwa mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi. Na kuna kitu kakigusa elbow kwamba awali ilikuwa inaonekana kwa sababu Mo Dewji yeye sio mwenyekiti na yupo sehemu ya bodi, yuko mbali, ndio maana kuvunja mikataba ya wachezaji, pesa za usajili zilikuwa zinaonekana zinaita tabu. Lakini Mo amerudi ndio mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi, ndio maana elbow kama saizi kuna changamoto ya fedha. Kumkamata Mangungu of course yeye ni makamu, si ndio? Mwenyekiti wa bodi. Lakini kuna CEO anaripoti kwenye bodi ya wakurugenzi. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ambaye anaweza kama toa maamuzi ya mwisho hivi sasa tunamkaunti Mo. So kwa namna yote kama Simba kuna kukwama utakapomuuliza CEO katika mazingira ya nje, lakini ukienda kwa ukubwa unakamata Mo saizi. Kwa upande wangu Ibra katika biashara, ngoja wakati nimalizie hapo kwamba ndio biashara inavyokwenda. Kwa nini? Ni kwa sababu huyu mtu anatoa pesa ambayo ina mkataba wake kwenye MOU, ina maelewano ya kiwango cha kutoa. Akishatoa per season timu inatakiwa ijiendeshe kupitia hiyo fedha, ametafute willing tena ya kuja kutoa. Nimekutofautishia sasa hivi kwa upande wa Young Africans, biashara ana control mtu mmoja. Kinachoingia na kinachotoka anajua mtu mmoja ambaye anatokea upande wa fedha. Kwa Simba ambaye ni mfadhili. Kwa upande wa Simba kuna pande mbili. Kuna mtu wa fedha ambaye atawapa kiuendeshaji overall, yeye ni mwenyekiti wa bodi, atakuja kutazama tena imetumikaje. Kukiwa na demand zingine za nyongeza, itabidi tena kumuomba kimaandishi. Anaomba na nani wakati ndio mwenyekiti wa bodi yeye? Nisikilize. Yani sawa leo. Yani wewe Ibra unaukamilisha mchakato. Wote tukubaliane kwamba Simba haijakamilisha ipo hivi mchakato. Ila kivuli kinachoongoza Simba kina changamoto zake. Ipo hivi. Kwenye eneo langu mimi sibariki mchakato. Mtu wa mwisho mwenye maamuzi ya mwisho ambaye tunaamini kwamba yani kwenye ile kamati ya utendaji labda ya Young Africans, si ndio? Mwenyekiti si rais wa klabu, tunaamini na sauti kubwa. Saizi Elbogasti kama kuna watu wanadai mishahara Simba, kama Simba imefeli, sawa, mtu ambaye anaweza kawa na kauli ya mwisho
Ndiyo. Tunaamini baada ya makubaliano ya kikao cha bodi ya wakurugenzi, saizi unamuona Mohamed Dewji. Ndio maana nikasema kama Simba msimu huu tutaikaunti kama imefeli. Maana yake Mo ni mtu wa mbele ambaye either atakuja kutuelezea au kama atakuwa CEO, kwa sababu yeye ndio mwenyekiti. Kuna kitu kimoja, Simba sio timu moja. Kuna kitu, Simba ina kampuni na ina mwenyekiti. Hapo ndio ilipochanga. Kuna kitu kimoja hapa ambacho kwangu mimi nimekuwa nikikitazama muda mrefu sana. Hii michakato ya uwekezaji, mimi naamini hata ikikamilika, siku imefika hatua imepewa baraka zote serikalini, sijui BMT, whatever, ikifika imekamilika, bado itabaki kwenye nadharia. Yani kuendesha hizi timu Simba na Yanga kwa hivi sasa inahitaji mapenzi zaidi ya biashara. Kwa hiyo leo hii upande hizi za Simba kama hivyo sema Elbow, Simba si timu moja. Yani Simba pale kuna pande mbili. Kuna upande wa mwekezaji Mohamed Dewji, halafu kuna upande wa wanachama Murtaza Mangungu. Ili Simba na Yanga ziende sawa, ni lazima upande wa mwekezaji na upande wa wanachama wote wawe kitu kimoja. Hasa huyu upande wa mwanachama, kwa sababu hana nguvu, automatically nguvu inayoongelea hapa ni pesa. Kwa sababu hauna pesa, ni lazima kwa namna yoyote ile yule anayekaa upande wa wanachama aendane kimawazo na aendane kifikra na mwekezaji. Kwa hiyo leo hii ili Simba ikae sawa, ni lazima mtu anayekaa upande wa wanachama awe ana baraka zote za Mohamed Dewji. Kama ambavyo itafika hatua angekuwa try again. Yani itafika hatua. Yani kwa mfano sasa hivi tuongelee turudi Young Africans. Leo mchakato wa mabadiliko ya uendeshaji wa timu ukikamilika Yanga na mwenyekiti wa bodi tuchukue hii issue ya Simba, tuchukue mfumo wa Simba tuweke Yanga pale. Leo mwekezaji awe Galib, akae pale Galib kama mwenyekiti wa bodi ya Young Africans. Halafu mwenyekiti wa wanachama ama rais wa wanachama wa Young Africans ni Engineer Hersi. Kuna vitu ambavyo vitaendana hawa watu sababu wanawaza kitu kimoja. Yani leo ni rahisi engineer kupitisha hata budget ambayo haipo kwenye klabu na bado GSM akipokea ile check ama akipokea hiyo proposal ama akipokea hiyo invoice anaipiga tiki iende. Kwa sababu tupitishe ngapi? Yes, kwa sababu anajua mtu aliye chini yangu ni mtu ambaye ninamwamini kwa 100%. Kwa sababu pale huwazi tena biashara, huwazi tena return. Pale unawaza kwamba hii ninachofanya hapa ni kwa mapenzi. Hasa haya biashara inakuja wapi? Biashara inakuja pale ambapo mwenyekiti wa wanachama na mwekezaji waongee lugha moja, ama sio watu ambao wanarandana. Kwamba sasa mwekezaji akiweka pesa atakuja kukuquestion wewe mwenyekiti wa wanachama. Kwa hiyo bwana Mohamed Dewji kurejea kwenye bodi kama mwenyekiti wa bodi, na tukaamini kwamba sasa Simba watakwenda kukaa sawa. Kwa sababu mwanzo ilikuwa inatajwa kuna ugumu, haijasaidia chochote. Kama kuna huo mtafaruku katika kitu ilichopunguza, imepunguza lile gepu baina la timu ya Simba kama timu pamoja na Mohamed Dewji. Kwa Dewji kurudi kwenye timu sasa kuna gepu limepungua, ambalo sasa hivi kuna ile nguvu ya Mohamed Dewji straight kwenye maamuzi, kwamba sasa kama mimi kama mwenyekiti nikiwa na mwamvuli wa mwenyekiti wa bodi, nina influence ambayo nitaweza nikaisema bwana Murtaza Mangungu kwa kama makamu wangu itabidi utulie kwanza, nguvu ya mwenyekiti iende. Lakini sasa kinachokuja kutofautiana, bado huyu makamu mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa Simba kuna sehemu nayo anaweza kwenda kupeleka influence yake, hasa kwenye hicho kikao cha bodi, kwamba mimi kama makamu nina watu wangu ambao tunawawakilisha wanachama wa Simba. Hawa watu wangu ambao tunaingia nao kwenye kikao cha bodi, kabla ya kuingia kwenye kikao tunaweza tukafanya kikao chetu kidogo, tukaiseti agenda yetu. Kwa sasa ili kuondoa hiyo migongano, ili kuondoa hizo agenda katikati ya agenda kubwa, ni lazima upande wa wanachama uchague mtu ambaye akikaa mezani anaenda kuhubiri kile ambacho anataka kuhubiri mwekezaji. Tuondoe nadharia kama tunaziongoza Bayern Munich, tuiongoze Borussia Dortmund hapa tunaiongoza Simba na Yanga, timu ambazo hatujafika bado kwenye level ya kuziongoza kibiashara. Sasa hivi ni mapenzi zaidi. Wakanda na Elbow kama tunakubali ya kwamba kwa mazingira yaliyopo, mwenyekiti kwenye hizi timu lazima anatoka upande wa wanachama, lazima awe chawa watajiri, kwa maana awe anamsikiliza au naye awe na mpunga wa kushindana na tajiri. Hawatajenga akiwa na mpunga akiwa na mpunga tena, basi mmoja atajenga. Yani ni awe tu chawa. Kwa hiyo mimi nataka nizo swali moja kabla kwenda mapumziko. Kama timu inaongozwa na bodi ya wakurugenzi, si ndio? Ile tunaamini ndio inapitisha bajeti, ile ndio itabariki usajili, ile ndio itasema wewe CEO kwenye secretariat huko boresha hapa, atasema hapa, bodi ya wakurugenzi inapitisha. So why inapofika Simba imefeli au inapitia kwenye matatizo, mtuhumiwa namba moja au muhanga namba moja
anakuwa mwenyekiti ambaye ni makamu mwenyekiti wa bodi na watu hawaitazami bodi au kumtazama mwenyekiti wa juu. Why always anakuwa mzee wangu Murtaza Mangungu ndio onekana kama tatizo wakati timu inaendeshwa na bodi? Kwani nani kapigiwa kura na wanao demand hizo? Lakini Yesu mwenye na ile nguvu hana nguvu. Yani nguvu ambayo tunaongelea hapa pesa. Kwa hiyo leo hii Simba ni link ambayo ni dhaifu, ndio maana kila mtu anaingia. Yes, ni link dhaifu kwa sababu inaingilika. Yani leo hii kwa nini Mohamed Dewji haingiliki? Leo ukimtoa Mohamed Dewji kwenye hii question inayoitwa Simba, ukimtoa bwana Mohamed Dewji aseme mimi na Simba leo, bas tunarudi hatua 100 nyuma kwa kutafuta mafanikio. Kwa sasa ni link gani dhaifu ambayo inaingilika, ambayo haina nguvu? Ni link ya Murtaza Mangungu. Ndio maana nasema leo hii angalia Yanga, kuna muda Engineer Hersi haingiliki kwa sababu yeye ndio linki ya pesa. Yani kuna muda yule hata kama hujafika kwa Galib, huwezi leo ukasimama hapa ukasema kwa mfano tuna mzee wetu Magoma hamna Mtanzania mwananchi wa nchi hii ama shabiki wa Yanga anayemuelewa. Kwa sababu gani? Anaenda kupiga linki ya pesa. Lakini ingekuwa pale Mshindo Mbete Msola anaingilika, yani pale unaweza ukaenda ukamtandika linki vizuri tu, maisha kaenda. Msola mechi na ngapi Benjamin Mkapa atakumpiga, ambalo Simba linatesa kwa ninachokifahamu, limewatesa kidogo kwenye kutimiza matakwa ya bajeti yao. Ujue bajeti mkishapitisha yanaanza makusanyo sasa ili kufanya huo utekelezaji. Yawezekana hela ya upande wa Modewiji imetoka, na ndio maana kuna lawama ambazo zinatoka kwamba pesa imetoka haikufika kwa wachezaji. Lakini moja ya kitu ambacho Simba wamekiface round hii baada ya kufanikiwa kuvunja mikataba kwa gharama kubwa, kusajili wachezaji kwa gharama kubwa kwenye ile dirisha kubwa lililopita, iliwachukua pesa nyingi sana. Kwenye makusanyo ya mwaka huu ama msimu huu, moja ya challenge kubwa ambayo wameipata, hawajapata fedha kutoka kwa mmoja wa wadhamini ambao wanatoa pesa nyingi. Achana na mwekezaji, kwenye makusanyo ya kawaida ya upande wa klabu ambayo pesa inapaswa kutoka kwa moja ya wadhamini wa klabu hiyo, hawajaipata hiyo pesa. Maana yake nini? Ni lazima simu za Dubai ziwe nyingi ili kukava hilo gap. Hata kama ilikuwa imetoka pesa mwanzo ya Dubai, ni lazima tena simu iende Dubai kwa ajili ya kutekeleza, kama alivyosema Wakanda. Huu upande mwingine wote ubavu wa kusema ngoja kwanza nitoe hapa, wakati tunarudi kwenye kikao tutadiscuss ile hili jambo liende. Ni hiyo ni kwa nini hamtaki kumwajibisha Mo kama timu imefeli? Yes, ndo anayeongoza bodi. Kwa nini msicheze na mwenyekiti? Mnacheza na makamu wake. Why na mnacheza na yani kama msimu webo unaikamilisha Simba iwe yeye ndo mwenyekiti sasa. Iwe kamili. Nisikilize, achana na hayo mambo. Wewe unataka kuhubiri nini? Achana na hayo mambo. Ndio maana nasemaje tunachokielezea wanaongopewa timu inavyoendeshwa. Ni ule uhalisia tunaouzungumzia hapa, ni ule uhalisia wa mchakato wa uendeshaji wa klabu ya Simba, namna ambavyo kwa hivi sasa wanarani vitu vyao. Yawezekana bodi ipo, lakini utekelezaji sio. Yawezekana yuko upande wa mwenyekiti, kwa maana mwekezaji yuko upande wake, lakini the majority owner ni Murtaza Mangungu, ambaye ana wajibu wa kutimiza yale wanayodai mashabiki na kuwapa majibu. Kama haridhishwi nao, option tulishaitoa ni moja. Kama haridhishwi na hana maslahi binafsi, amkatai mwekezaji, amkatai ama atoke hadharani ajiuzuru, kama alivyofanya Swedi Mkwabi, kwamba mimi demand za mwenyekiti ama mwekezaji siwezi kuzitimiza na zinawasaliti wanachama, mimi nakaa pembeni. Sasa Murtaza Mangungu hataki kufanya hicho, anaashiria kuna amani, anaashiria mambo yako sawa. Watu kuquestion ni haki yao, kutomquestion mwekezaji ni uoga wa kuondosha pesa kwenye klabu ambaye hakuna mwenye ujasiri huo, kwa sababu wanajua uchungu wa kupita bila fedha. Hata msimu uliopita tu hizi sajili zote zilitokea na kuvunja mikataba. Lazima amevunja mikataba yenye thamani tu ya wachezaji wengi msimu uliopita, lakini hujaona barua ya FIFA hapa. Imagine asingekuwa amerejea full Mohamed Dewji, msimu huu Simba wangecheza na barua kama zote. Yes bana, ndugu zetu wa Simba, tulikuwa tunajaribu kutazama migawanyiko ambayo inatokea na namna ambavyo timu inakwenda, tetesi mtaani zikiwa nyingi kuhusiana na madai, vitu kama hivyo, sijui posho, mishahara, mambo mengi. Lakini mfano mzuri hapo, unakumbuka Simba aliwahi kugomea ule mkataba wa GSM na TFF kwa sababu tu CEO alikuwa ndio linki ya pesa.
Yani CEO anaweza akapokea order, huo mkataba achana nao, sisi hiyo pesa itaingia kwenye account. CEO kuna pesa anaipitisha kabla hata hajafika kwa mwekezaji. Angetokea Mangungu angeongana anafanya vurugu. Anafanya vurugu. Bana, yes, ndio ajaribu kutazama namna ambavyo mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu mara zote amekuwa ni muhanga pale ambapo klabu ya Simba inakuwa haifanyi vizuri, lakini pia mimi ndaendelea ku-question muda ambao timu inacheza finali, muda ambao timu inafika hatua kubwa, pongezi nyingi huwa zinaenda kwa mwekezaji. Kipenga Extra. Kipenga Extra. 90.5 East Africa Radio. East Africa Radio Tabora. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Baada ya kumshuhudia Aziz Ki na Wydad yake, sasa nguvu zinamia kwenye wiki ya pili ya mfululizo wa burudani za FIFA Club World Cup ndani ya Star Times. Hapa tunashuhudia Benfica dhidi ya Bayern Munich tarehe 24 Juni saa 4 kamili usiku, huku tarehe 25 Mamelodi dhidi ya Fluminense saa 4 kamili usiku, huku Esperance de Tunis dhidi ya Chelsea ikipigwa saa 10 kamili alfajiri. Tarehe 26 Juventus dhidi ya Manchester City na Wydad Casablanca dhidi ya Ain saa 4 kamili usiku, huku Ijumaa tarehe 27 FC Salzburg wakikiwasha dhidi ya Real Madrid na Mbappe wake saa 10 kamili alfajiri. Mechi hizi zinakuja live kupitia channel zetu za michezo kwa lugha ya Kiingereza na kupitia TV3 kwa lugha ya Kiswahili. Jiunge na Star Times kwa bei ya punguzo. Upate decoder antena pekee kwa shilingi 25,000 tu, au decoder dish full set kwa shilingi 56,000 tu, huku kilipia kifurushi chochote kipendacho kwa mwezi, nasi tutakuboost kwenda kifurushi cha juu yake mwezi mzima bure. Zaidi ya mawasiliano, tumekuwa pamoja. Mama, nipo njiani naja. Tulikuunganisha na uwapendao katika nyakati zote muhimu. Bosi, faili zote nimezituma kwa email. Hadi kazini tulikuunganisha na dunia. Mjukuu wangu, asante, nimepokea muamala. Kupitia uzinduzi wa M-Pesa, uliweza kutuma na kupokea pesa kwa urahisi. Ulipokuwa na mradi wa kujiendeleza, Songesha ilikuwa suluhu yako. Leo Tanzania inapaa kwenye teknolojia, biashara, vipaji na kelele za uwanjani. Vodacom, miaka 25 ya kuwaunganisha Watanzania. Tupo nawe tena na tena. Vodacom, pamoja tunaweza. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. Dakika za nyongeza kwenye Kipenga Extra. Kipenga Extra. Kipenga Extra. Bana, yes, Kipenga Extra saa 6 dakika 53 ya bwana, muda umekimbia kwelikweli, muda umekwenda. Tulikuwa tukitazama jambo hilo ambalo linamhusu mnyama na mazingira yao, ambayo kwa namna moja ama nyingine yametajwa kama au yalikuwa yakionekana kama ni changamoto kwenye miaka 4 hii ambayo umepitia. Na kama kutazama klabu bingwa wa dunia, nafikiri kwa msimu huu ndo msimu ambao ilionekana timu zote zimefanya usajili nzuri mwanzo kwa maana ya wachezaji, na timu zote zionekana kuwa zipo stable kiuchumi. Nafikiri kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi sana. Hata ili mimi kwenye kizazi changu au kwenye hii miaka 25 ya Vodacom, mimi sikumbuki hii situation ya huku na huku usajili wana uhakika kukimbizana kifedha. Sikumbuki kwenye hii miaka 25. Lakini hata hii miaka 4 jumla ambayo Yanga anashinda, inawezekana kuna misimu ambayo Simba alikuwa anafeli kwenye usajili, lakini Simba tunasema hela tajiri alikuwa, yani kuna zile struggle ndogo ndogo, kwamba mshahara sio shida, timu kusafiri sio shida, wakawa na struggle kwenye usajili. Lakini usajili ambao ulifanyika mwanzoni mwa msimu huu ikatuaminisha kwamba, lakini hata gap la point usajili ilichokuwa inasemekana tofauti ya 4 hela sio kwamba kila wanapigwa, yani kwamba wanatoa kiasi kikubwa kwa mchezaji ambaye mbovu. Interview ya mwisho Mosi alalamika anapigwa, na ikumbuka ile interview alizungumza kwamba kuna eneo la kupigwa, lakini yeye ndio karudi kuwa mwenyekiti. Kwa hiyo msimu huu ulikuwa msimu wa mwekezaji. Sasa kwa nini anapigwa? Anapigwa kwa sababu huku wanaoenda kufanya hizo kazi sio watu wake.
Arsenal anahitaji watu wake. Saizi hawezi kuja kutoa excuse yoyote ya kuzunguka. Leo kuna mchezaji kwa Ivory Coast, Mo hawezi kwenda yeye. Mo hawezi kwenda Ivory Coast. Ila sio msimu wa kufeli Simba. Huo msimu Simba tunao-discuss kwa sababu ya makombe, lakini gap ambalo ametoka close mpaka hapa alipo inaonesha tu ni button ndogo imebaki kukliki kurudi kwenye njia za mafanikio. Kulikuwa kuna gap ya point 11 mara 2, kulikuwa kuna gap ya 11 mara 2 kwenye misimu minne ya Yanga. Gap ya 11 limekuwa mara 2 ule msimu wa kwanza na msimu uliopita. Hapa katikati ilikuwa point 8. Na kwenye michuano pendwa ya tajiri wamefika finali.